watu wa dunia na watu wa Mungu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni siku njema hii Yesu ametupatia, siku ya mwisho ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kwa sababu kuna wengi walianza mwaka lakini wajaona siku kama hii ya mwisho ya mwezi wa 7. Inagharimu neema ya Mungu, inagharimu kibali na ushindi wa Mungu, kwa sababu sio jambo la kawaida. Ninawasihi watu wa Mungu tuendelee na kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu siku zinayoyoma, dunia inaendelea kuyoyoma, mambo inaendelea kuharibika usiku kwenda ule mwingine. Wacha nikwambie, utasema ni makelele inapiwa, lakini Yesu atakuwa ametumana. Wacheni niwaambie wapendwa na Wakristo, ni wakati mbaya wa tamaa imeinuliwa juu. Watu wamekuwa hata wakinyanyasa wale wengine, watu wamekuwa wakiuawa ovyo ovyo, kwa sababu ni siku zilizotabiriwa. Zitakuwa siku za uchungu, zitakuwa siku za mauaji na za mambo si mazuri. Wacha nikwambie, ninajua umehubiriwa, umeambiwa Yesu anaokoa, Yesu anaponya mioyo ya watu, lakini hukukubaliana naye. Wewe umepuuza, ukaona ni maneno ya kawaida inaongelewa. Yesu anaponya, anaokoa wale wamevinyiliwa, wale wamekaliwa na magonjwa inawaondokea. Wacha nikwambie ndugu yangu na dada yangu, usikae kwenye mateso. Yesu alilipa gharama msalabani. Yesu alishinda mauti. Yesu alishinda makaburini. Hakuna jambo liwesekani mbele yake. Ninawasihi wachungaji na wainjilisti, tuendelee na kuombea nchi yetu, tuendelee na kuombea nchi. Wacheni niwaambie, usisimame kwenye mlengo moja. Watu wa kanisa mumechanganyikiwa, mumeanza kuwa watu wa kawaida. Wacheni niwaambie, kuna vile watu wanasema na kuna vile Mungu anasema. Wacheni niwaambie, ni wakati wa kutafuta Mungu, ni wakati wa kutafuta Mungu akwambie anafanya nini, ujue kuambie anataka aje na watu wa Kenya. Wacheni niwaambie, ni wakati wa kuombea nchi hii, ni wakati wa kuombeana, kwa sababu ni siku mbaya sana za dunia. Tamaa zimeinuliwa juu, tamaa zimeinuliwa na mwovu Shetani, na ndio naona dhambi imekuwa wazi. Wacheni niwaambie wapendwa, ni siku zitakuwa za uchungu, ni siku zitakuwa za mauaji, maumivu makali zaidi. Wacheni niwaambie, kaa karibu na Yesu ili usiteswe. Kaa karibu na Mungu ili usikuje kuumizwa. Na wacha nikwambie mpendwa, usijifanye wewe umeokoka na hujaokoka. Wacha nikwambie, kama ni maisha, peana kwa Yesu, kwa sababu ndiye kuna msaada hapo. Hapo ndiye kuna msaada kwa Yesu. Peana maisha yako kwa Yesu na utakuwa salama na utakuwa mshindi, kwa sababu kuna siku inakuja itakuwa ya maumivu na mambo mazito zaidi. Wacha nikwambie ndugu yangu, Yesu anatumana kwako. Anasema ukawache dhambi, ukawache uzinzi, ukawache mauti, ukawache hiyo mambo mbaya unafanya. Hizo mambo yote unafanyia kwenye giza itawekwa hadharani. Ninawasihi watu wangu wa dunia na watu wa Mungu, mukaribie karibu na ufalme wa Mungu. Mukaribie karibu na ufalme wa Mungu, kwa sababu wacha nikwambie, hiyo neema ya kuambiwa itaondolewa. Hiyo neema ya kuhubiriwa mahali utatafuta mtu akuambie kitu lakini haitapatikana. Ni wakati wa kuangalia Yesu anataka nini. Hakuna jina lingine duniani na mbinguni, ni Yesu aliye hai. Wacha nikwambie ndugu yangu, ni siku mbaya za dunia. Jihadhari na mambo jinsi inapokwenda. Kuna watu watalia na kuna watu wataumia. Wacha niwaambie neno moja tu, karibieni Yesu, mambo yenu itakuwa salama na Mungu atawalinda na atawasaidia. Mungu awabariki, awape mwezi wenye baraka, mwezi wenye ushindi, mwezi wenye kusaidika, na Mungu aokoe roho zenu, aokoe maisha yenu, aokoe nafsi zenu, aokoe nyumba zenu, aokoe hata biashara zenu. Mungu awalinde na wasaidie, aokoe jamii zenu, aokoe watoto wenu, aokoe kile chote kinahitajika na nyinyi. Mungu awabariki na awape mwezi wenye baraka. Mungu awasaidie. Tutakutana siku nyingine, Yesu akitujalia. Muwe na wakati mwema wenye baraka na wenye ushindi na wenye nguvu. Mungu awalinde na warehemu. Mungu awe pamoja nanyi. Tutapatana Yesu akitujalia. Amen.
Wewe ni Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye ushawishi mkubwa duniani. Hakuna Mungu kama wewe Yesu, hakuna mfalme kama wewe Jehova. Saidia nchi yetu, saidia maisha yetu, saidia nyumba zetu, saidia hata biashara zetu. Tushike mkono Yesu, tuwe salama, na ni katika jina la Yesu tunashukuru.